Nikushukuru, mimi nilikuja hapa kama kusikiliza tu, lakini nikushukuru kwamba umenipa nafasi ya kusema mawili matatu hivi kuhusu shughuli ya leo. Mheshimiwa Rais, mimi nilipata heshima ya kukaribishwa na tume kwenda kutoa mawazo, na walinipa muda wa kutosha wa kutoa mawazo. Leo nimemsikiliza mwenyekiti wa tume Jaji Mkuu Chane akitoa taarifa ya kazi ya tume. Tunataka uhuru huo sio uhuru wa nchi tu. Wasije akasema Tanganyika ni huru, Zanzibar ni huru, ni nchi huru. Hapana. Pamoja na huo uhuru wa nchi, ni lazima kuwepo uhuru wa wananchi wenyewe. Uhuru wa nchi bila uhuru wa wananchi hauna maana. Hiyo ndio ilikuwa lengo lao la kwanza. Na kwa kweli tulipofanikiwa tukapata uhuru, wakasema tujenge taifa la aina hiyo. Taifa ambalo ni watu wenye umoja, wenye amani. Sasa historia ya kujenga hilo taifa nadhani wote tunaifahamu. Walichukua maamuzi magumu wakati ule kubadili hali tuliyokuwa nayo. Tulikuwa tumegawanyika katika makundi mbalimbali, wakafanya uamuzi wa kutuleta pamoja. Wakaondoa ubaguzi wa kikabila, wakaondoa ubaguzi wa kidini, wakaondoa ubaguzi wa rangi, na wakatafuta njia ya kutufanya tuwe kitu kimoja. Wakaamua tutakuwa na lugha moja, Kiswahili. Tulikuwa na lugha nyingi tu nchini, na wote bila shaka mtabali uamuzi huo wa kuwa na lugha moja ndio umetuunganisha kuliko kitu kingine chochote. Lakini maamuzi hayo tusichukulie kwamba yalikubalika kwa urahisi. Yote yale hayakubalika kwa urahisi. Na kwa muda ubaguzi uliendelea. Ubaguzi wa makabila uliendelea. Takumbuka huko mwanzoni kulikuwa na nepotism katika sehemu nyingi tu. Kiongozi anachaguliwa kuongoza taasisi, anaanza kuajiri watu kutoka kwao ama wa dini yake. Iliendelea kwa muda, lakini wale viongozi walikuwa imara. Kiacha tu kukemea, waliweka taratibu ambazo zilipunguza, sio kwamba zilimaliza, zilipunguza aina ya ubaguzi tuliokuwa nao. Na ndani ya miaka 10-15 Tanzania ikawa ni taifa. Lakini mtakumbuka mwaka 95 hapa karibu hapa Kilimanjaro hoteli, Mwalimu alisema kulikuwa na nyufa zinaanza kuonekana, na nyufa alizozizungumzia ni haya mambo. Alizungumzia nyufa kwamba umoja tulioujenga unaanza kuwa na nyufa. Kuna nyufa kati ya bara na Zanzibar. Kulikuwa na ukabila unajionyesha, kulikuwa na udini na ukabila. Mkisikiliza ile hotuba aliyotoa hapa Kilimanjaro, utaona aliyazungumzia haya kwamba ni nyufa na zinahatarisha umoja wetu na amani yetu. Ilikuwa miaka nadhani 27 iliyopita. Nyufa hizo hatujaziziba, bado zipo na zinaanza kukua. Sasa katika mazungumzo yetu ni lazima tuzingatie hilo na tuone tunafanya nini ili nchi yetu
iendelee kuwa ni nchi huru na wananchi wake ni huru, kwa sababu katika kipindi hiki ulionekana ufa mkubwa kwamba tunaita ni nchi huru lakini wananchi sio huru. Tumeona katika kipindi hiki, ukianzia mwanzoni kule tulikuwa tunajua kwamba sisi ni huru, sisi tuna umoja, sisi tuna amani. Tulichukua for granted. Tulikuwa hatuzungumzi sana juu ya mambo haya. Lakini katika miaka michache, na hasa baada ya kurudi kwenye mfumo wa vyama vingi, nadhani haipiti siku kusiwe na kiongozi ambaye atawaomba wananchi wawe na umoja, atawaomba wananchi walinde amani tulionayo. Imetokea hiyo kwa sababu kuna nyufa katika maeneo haya. Ukiangalia ukabila kwa mfano, ukabila unaanza kujitokeza sasa, na hasa katika siasa. Hakuna kiongozi siku hizi ambaye anataka achaguliwe labda kuwa mbunge ambaye atakwenda mahali ambapo sio pa kabila lake. Na mara nyingi wanatumia ukabila ili waweze kuchaguliwa. Ukabila na bahasha ndio hasa misingi ya kuchaguliwa. Mimi natoka katika mkoa wenye makabila mengi sana. Mkoa wa Mara, makabila mengi sana. Ikija kwenye uchaguzi, hata wakata kupata diwani, ukabila unaingia sana. Kwa hiyo ufa ule unaanza kupanuka kwa makabila. Na sasa tunataka uchifu urudi. Tuwe na machifu. Naambiwa watasaidia sana kusimamia maadili. Sasa kama kila chifu akianza kuleta maadili ya kabila lake, kwa sababu kama anasimamia maadili anayojua ni ya kabila lake, tutarudi kwenye ukabila. Kwa hiyo ni lazima tutafakari hili, tuone tutafanya nini. Udini unaanza kuingia. Zamani viongozi wanakwenda dini zao, wanakwenda kwenye ibada, wanakwenda kama waumini, hawaendi kama viongozi. Siku hizi viongozi wanakwenda kwenye ibada kama viongozi, na watambuliwe wanapokuwa kwenye ibada kama viongozi, sio kama waumini, kama viongozi. Na wakati mwingine wanaomba watoe salamu. Ukizisikiliza salamu za viongozi kwenye nyumba za ibada, hazihusiani na neno la Mungu lililosemwa katika ibada hii. Inakuwa la kisiasa. Kwa hiyo tunaanza kuingiza dini kwenye siasa. Na ubaguzi wa kanda unaanza kujitokeza sana. Yaani ukiona hata kwenye mitandao wanavyozungumzia, unaona mambo ya ukanda yanaanza kutiwa uzito kuliko mambo ya kitaifa. Ubaguzi wa rangi bado upo. Ukija kwenye muungano, unaona yanaanza kujitokeza maneno. Wabara watasema hivi, Zanzibar inatujonya. Wazanzibar watasema Wabara wanatutawala. Haya ni mambo yanaanza kujitokeza, ni nyufa. Na hizi zinaweza kutufikisha mahali ikawa amani yetu na umoja wetu ikawa katika hatari. Kwa bahati nzuri, wananchi wenyewe wana umoja. Ukiona shughuli za kawaida za maisha, za maendeleo kwa wananchi, wanafanya bila ubaguzi wowote. Whether ni mijini, ukienda machinga, wanapofanya kazi zao, hawagawanyiki katika misingi ya kabila, ya dini, wanafanya kwa pamoja. Ukienda vijijini, wanaishi hivyo hivyo.
maisha yao bwana, isipokuwa inapokuja kwenye siasa ndio wanagawanyika, na nao wanaofanya wagawanyike ni sisi viongozi. Sasa kwa kuwa wananchi wao bado wana umoja na wanataka amani, sasa inabidi tutafakari sisi viongozi tutafanya nini ili tusije tukavunja misingi ile muhimu ya maendeleo. Sijui wa Profesa Matambadi atakapokuja kuzungumza kuonyesha experience ambayo taasisi imepata na wamefanya utafiti sehemu nyingi, wamezungumza na wananchi wa kawaida, wanatoa mawazo yao, mtaona yanajitokeza mambo ambayo wananchi wanayaona, na sisi inakuwa ni muhimu tuweze kuyachukulia kwa uzito wake ili nchi yetu iendelee kuwa na umoja na amani. Kama nilivyosema, wananchi katika utafiti walikuwa wanaonyesha kwamba hawana uhuru. Uhuru zamani ulikuwa na, ukikumbuka kwa mfano mwongozo wa 5 wa 71 kulikuwa na ibara ambayo ilikuwa inasema kitendo cha wananchi pata uwezo kufanya maamuzi yao ni kitendo cha maendeleo hata kama haikualetishi. Yaani uhuru ule walionao wananchi ni muhimu sana, lakini katikati hapa ilikuwa uhuru huu umeanza kuwa wasiwasi. Amani, tunazungumzia sana amani. Tanzania bado ya amani. Katika kipindi hiki ambacho kimepita, usingeweza kusema kila mwananchi ana amani moyoni mwake. Na kama mwananchi hana amani moyoni kwake, amani ya nchi yenyewe iko hatarini. Sasa tufanye nini? Misingi hii iliwekwa kwa kutokana na uongozi wa kitaifa. Viongozi wa kitaifa ndio walikuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tunapata nchi huru na wananchi wawe huru. Ndio walikuwa mstari wa mbele kuhakikisha nchi inakuwa ina umoja na wananchi wana umoja. Ndio walikuwa mstari wa mbele kuhakikisha nchi inakuwa na amani na wananchi wanakuwa na amani. Ni viongozi wa kisiasa. Sasa hizi nyufa tangu Mwalimu alipozungumzia miaka 27 iliyopita zipo na zinakuwa. Jukumu hili ni letu sisi viongozi kuziba hizi nyufa, kwa sababu sisi kwa kiwango kikubwa ndio tunakuwa chanzo cha nyufa. Tumekuwa na mfumo wa vyama vingi vya 30 na ndio nyufa hizi zimekuwa. Hata vyama vyenyewe badala ya kuunganisha wananchi vimekuwa ni chanzo cha kuwagawanya wananchi. Katika shughuli zao unakuta wakati mwingine wanawagawanya wananchi. Tulipoingiza mfumo wa vyama vingi baada ya uchaguzi wa kwanza tu mwaka 95, wananchi wa Zanzibar waligawanyika sana. Waligawanyika wakafika kiwango cha ndugu kususiana hata kwa shughuli za kijamii, kususiana kwenye harusi, kwenye mazishi, ndugu wanasusiana. Na ilichukua muda kwa Zanzibar kujitahidi kuondoa hilo ili kuunganisha wananchi wa Zanzibar. Nadhani sasa imefika wakati tufanye jitihada kama walivyofanya Zanzibar. Viongozi wote wa siasa wakubali misingi iliyowekwa ya uhuru wa nchi na wananchi, umoja wa wananchi na nchi, na amani ya nchi na wananchi. Wakikubali hiyo, wote wafanya kazi ya kuunganisha wananchi.
tuwache hizi tabia ambazo zimetoka kwamba vyama vya siasa vinaanza kuwagawanya wananchi. Muda mfupi uliopita familia yangu ilipata msiba, tukaenda kuzika. Katika mazishi yale tukaamua nani wanatoa salamu za rambirambi. Sasa wa mwisho ikawa ni mwakilishi wa majirani. Ikatokea kwamba yeye alikuwa ni mjumbe wa nyumba 10 katika eneo lile. Alipofika pale akaanza ratiba yake. Akasema yeye atazungumza, kisha atamleta mwenyekiti wa kijiji azungumze, amlete mwenyekiti wa kata azungumze, alete mwakilishi wa mbunge azungumze. Nikakataa. Sasa tunafuata ratiba ile. Ilipotoka ipata matatizo kidogo ya kusema inakuwaje veteran huyu wa CCM kwamba amekataa hao wasizungumze kwenye msiba ule. Ni msiba ule ulikuwa na jamii. Jamii pale wote walishughulika. Sikutaka ufanye wa kisiasa. Ni shughuli ya wananchi. Lakini ndio inayotokea sasa. Ni kawaida kwenye misiba hii ukakuta tumeingiza uchama badala ya kuangalia jamii imeungana vipi. Haya ndio nasema nilisema mimi inawezekana yakawa tofauti na haya mtakayozungumza, lakini nilisema ni vizuri tunapozungumzia, sijui nadhani uzoefu wetu katika miaka 30 ya mfumo wa vyama vingi, lazima haya tutakayozungumzia matokeo yake yawe kulinda mambo ya msingi ambayo yanaifanya Tanzania ni taifa, Tanzania ni huru, Tanzania ni nchi ya umoja, na Tanzania ni nchi ya. Nikushukuru, mimi nilikuja hapa kama kusikiliza tu, lakini nikushukuru kwamba umenipa nafasi ya kusema mawili matatu hivi kuhusu shughuli ya leo. Mheshimiwa Rais, mimi nilipata heshima ya kukaribishwa na tume kwenda kutoa mawazo, na walimpa muda wa kutosha wa kutoa mawazo. Leo nimemsikiliza mwenyekiti wa tume Jaji Mkuu Chande akitoa taarifa ya kazi ya tume. Hata kabla hatujasoma hii taarifa, uchambuzi aliyofanya na mapendekezo aliyofanya yatakuwa ni sehemu ya taarifa hii kwa watendaji. Kwa hiyo aliyoitoa itasaidia sana wote wanaohusika kuelewa yaliyo katika tume. Katika ripoti yao ameeleza kwa kirefu uchambuzi aliofanya, hali ilivyo ya kitu, na amekwenda kwa ndani kabisa kwa kila sehemu inayohusika. Katika nchi yetu wakati wa amani sura ya dola ni vyombo vinavyoshughulika na haki jinai pamoja na mahakama, na kazi waliyofanya itasaidia sana kwa wananchi kuelewa utaratibu wa haki jinai katika nchi yetu, na pia itasaidia mahali ambapo tunahitaji kuimarisha ili vyombo hivi viweze kufanya kazi vizuri, tutarekebisha. Mimi nangojea kwa hamu kusoma ripoti kwa ujumla, na kama nikiwa na mawazo mengine sita kuweza kushauri jinsi ambavyo tunaweza kuitumia hii taarifa katika kuimarisha haki katika nchi yetu. Kwa mara nyingine tena, Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana kwa kunipa heshima hii ya kuja kutoa neno. Asante sana.
Mheshimiwa mawaziri, Mheshimiwa viongozi wote ambao mko hapa na wageni wetu na jumuiya ya SUA. Mheshimiwa Rais, umepata ripoti fupi zinazohusu chuo hiki. Mimi kazi yangu niliomba nifanye ni ndogo, lakini kabla sijaifanya hiyo, naomba uniruhusu niseme mawili. Katika taarifa ambazo zimepata kutoka kwa mwenyekiti wa baraza na makamu mkuu wa chuo, inaeleza chuo hiki ni kama vyuo vingine, inafanya kazi ya kufundisha, kufanya utafiti na kutoa ushauri na ugani. Chuo hiki kinafanya utafiti, wanafanya utafiti kwenye maeneo mengi, lakini utafiti ambao kwa ujumla unahusu kilimo. Lakini watafiti wana changamoto. Sehemu kubwa ya utafiti unafadhiliwa na watu kutoka nje. 92% ya fedha zinazotumiwa kwenye utafiti ni ufadhili kutoka nje. Ni 8% ambayo ni ya fedha zetu. Lakini wafadhili kutoka nje wana maeneo yao yenye tija kwao. Kwa hiyo wakati mwingine tutaka kufanya utafiti kwa maeneo ambayo ni humu kwa Tanzania hatuna uwezo. Naomba serikali ifikirie kuweza kuwapa nguvu wataalamu hapa wanaofanya utafiti ili waweze kufanya utafiti kwa manufaa ya Tanzania, kuona ni wapi tufanye utafiti. Hilo la kwanza. La pili, matokeo ya utafiti wakati mwingine yanabaki hapa. Nadhani imefika wakati tuweze kuweka utaratibu ambao matokeo ya utafiti yanayotokea hapa yanaweza kufika katika vitengo vinavyohusika, ambapo itasaidia katika kuandaa sera na kufanya mipango ya maendeleo. Hilo la kwanza. La pili, makamu mkuu wa chuo na mwenyekiti wa baraza wamezungumzia jitihada za chuo hiki kuanza kutoa mafunzo kwa vitendo. Na hapa ningetaka nizungumzie mradi mmoja. Chuo kina Atamizi ambayo inatoa mafunzo kwa vitendo kwa kilimo biashara. Unachukua wanafunzi kama nadhani 108 kwa mwaka. Kila mwanafunzi anapata kitalu chenye ukubwa wa mita 40 kwa 30. Anafunzwa kilimo pale kwa vitendo kwa mwaka mzima. Mazao anayopata ni ya kwake, lakini pale anafundishwa kilimo bora, ikiwa ni pamoja na umwagiliaji wenye tija wa matone. Lakini pia wanawafundisha namna ya kupata masoko, wanawafundisha namna ya kupata mitaji. Na hawa ambao tumekuwa nao hapa kwa muda mfupi, katika kitalu cha mita 40 kwa 30, kuna mmoja nadhani alikuwa analima pilipili hoho. Alikuwa anavuna milioni 1 kila mwezi kwa miezi 7-8 ambayo itakuwa na kilimo hicho. Tunafikiri ninachofanywa kwenye kitalu kwenye Atamizi hiyo ni kama BBT ya aina yake. Sasa itakuwa vizuri kama serikali inaweza kusaidia kupanua, kwa sababu ni wanafunzi wa hapa lakini wanachukua watu kutoka nje pia kufundisha hili. Nitaka niseme hayo kabla sijasema ambacho nilikuwa nimeombwa nifanye. Mheshimiwa Rais, tuna utamaduni hapa wa kutoa majina kwa maeneo maalum. Hapa tulipo kampasi hii inaitwa Moringe Sokoine. Kampasi ya Mazimbu inaitwa Solomon Balango. Kampasi ya Katavi inaitwa Mizengo Binda. Tuna hostel inaitwa inaitwa Kuhanga. Kuhanga ndiye alikuwa mkuu
makamu mkuu wa chuo wa kwanza, hili jengo ni muhimu sana na ni kubwa katika chuo chetu. Baraza la uongozi na jumuiya ya chuo waliamua iwe na jina, na wenyewe wakaamua kwamba maana wote ambao majina haya yanapika wana uhusiano na mahali pale. Jengo hili miaka 5 iliyopita kwa siku inayofanana kama hii, maana ilikuwa ni tarehe 8 August, leo tarehe 6 August, huko hapa uliweka jiwe la msingi, sasa umekuja ulivyokuwa. Jumuiya ya SUA imeniomba nikuombe ukubali jengo hili liitwe Samia Suluhu Hassan. Na pili, chuo kimeamua kukupa zawadi kutokana na shughuli wanazofanya. Wanatoa zawadi ya ng'ombe 2, takuja kuelekeza wapelekwe wapi, na miche 1000 ya matunda, miche ya matunda. Na miche hiyo wanaitoa, watakuomba useme mahali panapofaa. Itakapofika majira ya mvua, chuo kitakwenda kupanda hiyo miti. Kwa hiyo rais na kuomba ukubali hizo zawadi zetu.